viongozi wote mliofika eneo hili, elimu mliotupa. Swali langu mimi ni mawili. Naitwa Emmanuel Amoni Mwangoka, ni mdau hapa stendi ya Minanga. Swali langu la kwanza ni kwa ajili ya taa. Tumeshaongea na jiji mara nyingi sana, sababu gari sasa hivi zinaondoka usiku na zinaingia usiku. Panakuwa giza sana, sasa abiria tunaona wanapata shida, hasa tunafunga kwa usafiri hapa. Hapa hakuna taa kabisa, hata kama mtapita saa moja saa mbili hakuna taa kabisa. Lakini tumeshatoa malalamiko sana na tumeshaomba sana jiji watu washie hizi taa, lakini imeshindikana na ushuru wanachukua. Kwa hiyo tukaomba sana mtusaidie hilo, taa ziweze kuwepo hapa stendi. Lakini pia la pili, mabasi makubwa mengi sana yanakaa kwa muda mrefu sana Uyole kuliko hapa stendi. Mimi naona Uyole ni hatari zaidi kuliko hapa stendi. Yanapoondoka jioni atoka stendi kuu, yanakuwa anaingia hapa anakaa muda mrefu, Uyole anachukua abiria na kuondoka. Lakini matokeo yake Uyole pale ndio ameweka kituo. Yaani Uyole pale ndio anakuepo kwa zaidi ya dakika 20, 40, 50 mpaka saa nzima. Wakati watu wanatoka hapa wanaenda pale wanaanza kupata shida tena wengine. Kwa majina anaitwa Noeli, ni mdau hapa na 8 stendi. Afande, tuna malalamiko hapa kuhusu mabasi yanayoingia usiku. Yale mabasi baada ya kuingia stendi usiku yanashushia stendi pale nje, ambapo ni hatari. Na watu ambao aidha wameshuka pale akijua hapa ni stendi kubwa, anatoka kwenye basi anaingia barabarani, au mwingine anatoka usingizini, au wengine anashuka na watoto, wengine walemavu. Tunaomba waingie, wao wanaingia ndani ya stendi. Tusaidieni kwa hilo afande. Sana na wanaoshushia hapa nje na yule aliyezungumzia pale stendi ya Uyole. Yaani nawapongeze sana, kwa sababu ni maswali ya msingi alafu yanatuhusu sisi jeshi la polisi. Hata mimi juzi niliingia jioni nilikuta mabasi yamesimama pale na yanasimama yanakita, na kama sikosei mabasi makubwa kwa kumbukumbu zangu, japo sikuwa, yani kama ningepata hiyo akili ulionipa ningeweza kuyahesabu, lakini siku ile sikuyahesabu kwa sababu sikujua changamoto ni. Yalikuwa mabasi kama 4 hivi yamekita pale. Hilo ni kosa. Yaani uweze kugeuza ukaacha stendi ukaenda kugeuza stendi nyingine sehemu. Kwanza ni hatari kiusalama. Pili ni kero kwa abiria, kwa sababu abiria anajua akishatoka ametoka. Sasa kwenda kukita tena pale kusubiri abiria wengine kupiga debe sio sawa. RTO, chukua hatua kali. Chukua hatua kali. Pamoja na mambo mazuri mnayoendelea kuyafanya, chukua hatua kali. Hizi kero ambazo ziko obvious na pale tuna askari, wachukua hatua. Haiwezekani madebe yakanapigwa kila eneo. Debe piga stendi, ukitoka umetoka. Kama kuna abiria wake achukue atembee, lakini siwe tena vurugu za kuweka vijiwe pale. Chukueni hatua kali, na sitapenda next time nikija nisikie tena malalamiko ambayo hayana msingi kama hayo. Naitwa Christopher Ndendekisye, ni mkurugenzi wa chuo cha True Road Safirisha. Sisi tuna kozi 6. Ya kwanza fashion designing, ya pili cosmetology ambayo ina maeneo mawili, hair dressing lakini pia na beauty, ya tatu hotel management, ya 4 tunafundisha upande wa magari kuendesha, na haya ni magari makubwa, malori na gari za abiria. Ya 5 ni kozi ya ujenzi wa vitu mbalimbali, kwa hiyo tunaita construction and crafts. Ya 6 ni mambo ya biashara kwa maana business studies. Sisi tupo Ilala Boma, Dar es Salaam, karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Hosteli ni bure kabisa kwa wale ambao wanatoka mbali. Asanteni.